Mtazamaji wa Chemba Talk Show, kama ambavyo unaweza kuona huko nyuma ni soko la vitunguu mkoani Singida, ambapo soko hili ni soko la kimataifa linatarajia kujengwa katika eneo la Kititimo, na leo hii tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watu mbalimbali. Moja ya mazungumzo yetu ni kwamba juu ya kile ambacho kinachoendelea kujengwa, shauku yao ikoje. Tumezungumza na mwenyekiti, lakini pia tumezungumza na mstahiki meya pamoja na wakandarasi ambao wanaendelea. Hebu tutazame kile ambacho kinachoendelea ndani ya Chemba Talk Show. Kwetu kuhamia soko jipya kwa sababu kutakuwa na miundombinu rafiki. Tutafanya kazi kwa uhuru na amani. Miundombinu itakayowekewa itakuwa inatulinda hata sisi katika kazi zetu. Sio sawa na hapa ambaye kama kitokea mvua, changamoto zinakuwa nyingi, mazingira sio rafiki. Tunashauku sana kuhamia kwenye soko jipya, maana kipindi cha masika vitunguu vinaharibika mno. Tunafurahia sana kuhamia kwenye soko jipya, maana hapa kwenye hili soko la zamani hili tunapata changamoto sana. Kinyesha mvua huwa tunapata gaza, tunamaliza mali, maana maji huwa yanatuama na huwa yanafanya kuozesha mali yetu. Kwa upande wa uongozi wa soko pamoja na mstahiki meya wa manispaa ya Singida Geoffrey Mdama, wanasemaje juu ya kujengwa soko hili? Kwa sasa hapa hali sio mbaya kwa sababu leo mvua haijanyesha. Ile mvua ikinyesha hapa hali ni mbaya sana. Kwa muhimu kabisa wa kipekee tutalijenga kwenye eneo la Kititimo, kata Unyambwa. Pale tutajenga soko la kimataifa lenye miundombinu yote ya kisasa, kwa maana atakuwa sehemu za kuchambua na kugrade vitunguu, kuhifadhia kimataifa na sehemu zote zenye huduma ya msingi. Meneja wa mradi pamoja na mratibu wameishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuwaamini wakandarasi wa ndani, huku akitaja fursa mbalimbali zilizopo kwa wakazi wa Singida. Naitwa Engineer Elisha Kingalu, ni project manager wa mradi wa Tactic Singida kutoka kampuni ya Siotech Engineering. Tunatekeleza mradi wa Tactic ambao unahusisha pia mradi wa soko la vitunguu hapa Kititimo, lakini pia unahusisha barabara jumla ya zaidi ya kilomita 7. Lakini pia kuna jengo la PIT building, Tarura building, ofisi za Tarura ambalo lenyewe linajengwa maeneo ya Singidani hapo. Ndio. Mradi huu kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa kuweza kutuamini kwanza wakandarasi wazawa na kuweza kutupa mradi kama huu, kwa sababu ni mradi ambao ukiangalia hapo zamani makampuni yaliyokuwa yakitekeleza miradi mikubwa kama hii yalikuwa ni makampuni sana ya Kichina, lakini leo hii Mheshimiwa Rais amekuwa na imani na wakandarasi wazawa mpaka ameweza kutupatia mradi mkubwa kama huu. Tunampongeza kwa hilo, lakini pia mradi huu umeweza kuwa na fursa, umeleta tija na fursa kubwa sana kwa wana Singida, kwa sababu ukiangalia hapa zaidi ya 90% ya wafanyakazi ambao tunawatumia hapa ni wafanyakazi wazawa, ni wazawa ambao ni wa Tanzania, vijana wa Kitanzania ambao wamepata ajira, na mradi kama huu unachukua zaidi ya mwaka 1.5 almost. Kwa hiyo kijana wa Kitanzania anakuwa na uhakika wa kupata ajira ya muda mrefu. Hii imechukua vijana kutoka mkoa wa Singida, lakini sio mkoa wa Singida peke yake. Tunachukua hata vijana ambao wanatoka nje ya mkoa wa Singida. Kuna mafundi, kuna vibarua, lakini vile vile kuna wahandisi na watu wa sociologist, environmentalist, wote hao ni wa Tanzania. Kwa hiyo wafaidika wakuu wa huu mradi wakati huu wa utekelezaji ni wa Tanzania wenyewe. Lakini pia hata baada ya hili soko la vitunguu kwa mfano kukamilika hapa, wanufaika wakubwa ni wa Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali na kwa kuwakumbuka watu wa Singida, kwa sababu hii inaleta tija kwa watu wa Singida na kwa halmashauri kwa ujumla pamoja na mkoa wa Singida kwa ujumla. Kwa majina naitwa Alfred Bundala, ni mhandisi na mratibu wa mradi wa Tactic kwa halmashauri ya manispaa ya Singida. Mradi huu unahusisha ujenzi wa soko la vitunguu la kimataifa
lakini pia ujenzi wa barabara kilomita 7.6, ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua Mnung'una, pamoja na ujenzi wa ofisi ya usimamizi wa mradi. Katika eneo hili hapa tulipo ni sehemu ambapo ni ujenzi wa soko la vitunguu la kisasa, mradi ambao jengo la utawala liko kwenye level ya ghorofa ya kwanza, na kazi ya kusuka nondo kwa ajili ya kumwaga floor ya ghorofa ya kwanza unaendelea. Lakini pia kuna ujenzi wa soko kama soko, kwa maana ya shedi ambako wafanyabiashara ndio watakuwa wanachakata vitunguu na kuuza. Ujenzi huo wenyewe uko hatua ya msingi na kazi zinaendelea. Lakini pia katika sehemu zingine za mradi, kwa maana ya ujenzi wa barabara, ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua na ujenzi wa jengo la usimamizi wa mradi pia vinaendelea, pamoja na kwamba vyenyewe sasa viko maeneo tofauti na hapa tulipo sasa. Mradi kwa sasa uko 30%, na mradi unatarajia kukamilika mwezi Februari 2027.